Imekuwa ikishindwa kuwasaidia watoto wenye ulemavu kutokana na kukosa takwimu sahihi za idadi yao, kutokana baadhi ya wazazi na walezi kuendelea kuwaficha watoto hao na kuwapotezea haki zao za msingi kwa madai kuwa nao ni mikosi au kuona aibu kuwa na aina ya watoto hao. Mwanahabari wetu Ida Mushi anaripoti. Haya yameelezwa na Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii Dr. Haji Mponda wakati wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 na harambee ya ujenzi wa madarasa watoto walemavu wa akili katika kituo cha Bethlehem kilichopo Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro, ambapo wamesema katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali inayoendeshwa na watoto hao ikiwemo ya stadi za kujimudu, kilimo, ufugaji, kuchora, maarifa ya nyumbani na michezo, amebaini walemavu wakiwezeshwa wanaweza na kupongeza Baraza la Maaskofu Tanzania kuona umuhimu huo na kuchukua hatua kwa kuanzisha kituo hicho. Baadaye tumekuwa tukiwaficha watoto wao na kuwapotezea haki zao za msingi kwa madai kuwa ni mkosi kuwa na mtoto mwenye ulemavu katika familia ya wazazi, kuona aibu kuwa na mtoto mwenye ulemavu inayopelekea hata serikali wanapotaka kuwasaidia imekuwa ni vigumu kuwapata, na bado miongoni mwetu wana tabia hiyo. Tunajitahidi, lakini inafikia hatua wengine wanawaficha watoto. Aidha, watoto wa kituo hicho ambao wanatokea mikoa mbalimbali hapa nchini wameeleza namna ambavyo wanaweza kumudu kutengeneza vifaa mbalimbali, jambo ambalo mwakilishi wa wazazi Dr. Deborah Kabudi amesema awali kabla ya kuwaleta watoto kituoni hapo waliamini kuwa hawawezi tofauti na hali halisi ya sasa. Sisi kama wazazi tuliona watoto hawa hawafai, lakini leo nina imani umewaona kwamba ni mmoja ya watoto wanaofaa, lakini kituo cha Bethlehem kinawajenga, kinawasomesha, na tunafurahi mno na kusema mbele yako mgeni rasmi. Wanajifunza kutengeneza kuunga misumari na square. Nikishagonga inakuwa misumari imenyoka. Alafu kazi yake ni nini hiyo square? Naye mkurugenzi wa kituo hicho chenye jumla watoto 112 Father Basil Ngwega ametoa wito kwa wahisani kuwasaidia ujenzi wa shule na nyumba za walimu itakayotumiwa na watoto wenye ulemavu na wasio na ulemavu katika kuondoa tatizo la unyanyapaa, ambapo tayari eneo ambalo tayari limejengwa madarasa 7 limetengwa na kuzinduliwa na Waziri Mponda kwa ajili hiyo. Pamoja na mafanikio hayo, kituo kinakabiliwa na changamoto zifuatazo: uelewa mdogo wa jamii, hasa wazazi, kuhusu uwezo wa watoto wenye ulemavu wa akili na mchango wao kwa maendeleo ya taifa.